Mheshimiwa mgeni rasmi, dhamira ya Taasisi ya Elimu Tanzania katika miaka 50 ijayo ni kuwa kitovu maridhawa cha ubora katika uandaaji, ukuzaji na ubunifu wa mitaala. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuadhimisha miaka 50, TET itafanya shughuli mbalimbali ikiwemo matembezi haya ya hisani, kutoa mafunzo kwa walimu kwa kutumia teknolojia ya darasa janja. Tutazindua vifaa mbalimbali vya kisasa vya TEHAMA katika shule 2 za serikali, moja ya msingi na moja ya sekondari, kwa lengo la kuimarisha matumizi ya TEHAMA kama nyenzo muhimu katika kufundishia na kujifunzia. Tutatoa mafunzo mahususi kwa walimu wote nchini juu ya namna ya kutoa unasihi na ushauri kwa wanafunzi, na pia tutaendelea kuhamasisha uchangiaji kutoka kwa wadau ili kuweza kuimarisha uwiano wa kitabu na mwanafunzi kufikia kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, mchango huu utaendelea mpaka siku ya kilele cha adhimisho haya hapo mwezi Juni 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama tulivyoeleza hapo mwanzoni, kauli mbiu ya maadhimisho yetu ya miaka 50 ni kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Taasisi ya Elimu Tanzania imeona ni vema tunaposherehekea miaka 50 tushirikiane na wadau mbalimbali katika kuunga mkono juhudi za dhati za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan za kuboresha elimu. Hivyo, matembezi haya pamoja na maadhimisho ya miaka 50 yamejikita katika kukusanya fedha kutoka kwa wadau mbalimbali ikiwemo serikali, sekta binafsi, mashirika ya dini na watu binafsi, kuchangia upatikanaji wa kiasi cha shilingi bilioni 296,276,272,691 zitakazowezesha kuzalisha vitabu kufikia uwiano wa kitabu kimoja kwa mwanafunzi mmoja kuanzia elimu ya awali mpaka kidato cha 6. Tumeambiwa kuwa huu ni mwanzo tu wa uchangiaji. Mpango mkakati unaendelea mpaka siku ya kilele cha maadhimisho haya, ambapo mwisho wa mwezi wa Juni 2025 ndiko kilele cha shughuli hizi. Hatua hii ni muhimu kwetu, kwani inatimiza ndoto ya kila mwanafunzi kuwa na kitabu chake. Leo tuna kauli mbiu ya kitabu kimoja mwanafunzi mmoja, lakini kimsingi ni kila somo, kila mwanafunzi kitabu chake kimoja. Haya ndio malengo ambayo sisi tunataka tuyafikie. Nataka nitoe wito kwa taasisi ya elimu ule wa kuongeza wigo. Shirikisheni makampuni ya uchapishaji na wadau wote kutoka sekta binafsi ili tupunguze gharama za uchapishaji. Haya ni maeneo ambayo tunaweza tukaweza kupunguza, alafu kwa uwezo wa fedha tulionao tukamudu kuweza kuchapisha vitabu vingi. Lakini la pili, tafuta mikopo nafuu kwa shule na vyuo ili kuwawezesha kununua vitabu na vifaa vya kujifunzia. Tunataka kila shule ipate vitabu kutoka hapa. Tuna benki ya kutosha ya vitabu ambavyo tumezianzisha hapa. Lakini tuanzishe na kuhamasisha matumizi ya vitabu kidijitali. Tunao mpango ndani ya TAMISEMI wa kila sekondari na msingi kuanzisha maabara ya kompyuta ili tuweze kujaza vitabu. Mpango huu sasa uwe ni maelekezo maalum kutoka wizara, lakini TET isimamie. Hii ni fursa kubwa kwetu sisi wa Tanzania kuungana na taasisi yetu hapa kwa ajili ya kuenzi juhudi za taasisi hii katika kuboresha elimu hapa nchini. Lakini pia tukio hili linafanya kazi nyingine kubwa sana ya kuhamasisha umma na wadau mbalimbali kuchangia sekta ya elimu, hususani katika kuhakikisha kwamba vifaa vya kujifunzia na kufundishia vinapatikana kote, na ambavyo pia ameeleza mkurugenzi mkuu pamoja na wasemaji wengine kwamba leo ni siku muhimu kwetu. Leo tuna matembezi haya ambayo yanachangisha fedha kwa ajili ya kupata fedha za kuchapa na kusambaza vitabu vya kiada kufikia uwiano wa kitabu kimoja kwa mwanafunzi mmoja. Lakini pia fedha hizi zitakapopatikana zitakwenda kutumika kununua kompyuta maalum ambazo zitakuwa zinaingizwa vitabu vilivyo katika nakala laini pamoja na maudhui mbalimbali ya kidijitali ikiwemo video za masomo kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi wetu wa sekondari kidato cha 5 na cha 6 katika mikoa 10 ya Tanzania bara na Zanzibar kwa pamoja.